Yes bwana, baada ya kuweza kutoka kushuhudia mchezo kati ya Petro di Rwanda dhidi ya Simba kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa kutamatika kwa mnyama kudondosha alama tatu akiwa nyumbani. Mchezo unaofuata ni kati ya Simba dhidi ya timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Hapa mnyama atakuwa ugenini. Katika mchezo wa kwanza tuliweza kushuhudia lawama nyingi sana kwa kutoka kwa mashabiki wengi wakilalamikia kikosi ambacho kocha Pantev aliweza kuanza nacho kwenye mchezo huo pasipo kuweza kumwanzisha mshambuliaji atakayesimama ndani ya kikosi hiko cha kwanza. Sasa kulingana na swala hili huenda tukategemea kumuona kocha akiingia kivingine kuelekea mchezo kati yao dhidi ya timu ya Stade Malien. Nipo hapa na shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba kuweza kupiga story mbili tatu kuhusiana na kikosi ambacho kitakwenda kuanza, lakini pia kuhusiana na mchezo husika kati ya Stade Malien dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Bwana, mambo vipi? Fresh. Harakati zinasemaje? Mungu ana bless. Mchezo wa kwanza mlipoteza kwa bao moja kwa bila dhidi ya Petro di Rwanda. Malalamiko yamekuwa mengi kwenye kikosi cha kwanza ambacho kocha ameweza kuanza nacho bila mshambuliaji. Kuelekea mchezo ujao unategemea kikosi kionekane kwa namna gani? Kocha arudi vile vile kama alivyoanza kwenye mchezo uliotoka kumalizika, au waweze kufanya mabadiliko ya kuingiza mshambuliaji mwingine ili kuhakikisha wanapata alama tatu wakiwa ugenini kujiweka sawa katika kundi D, ambapo kwa sasa hivi klabu ya Simba anaburuza mkia. Kwa kikosi kitakachoanza kesho nategemea kutakuwa na mabadiliko makubwa kulingana na mchezo wa kwanza. Kocha jinsi alivyopangilia kikosi chake na watu wakashuhudia kuwa timu imeshindwa kupata matokeo kwa urahisi, mwisho wa siku tumeenda kupoteza mchezo. Kwa hiyo tukiangalia shida kwa mechi ya kwanza tunaweza kusema kikosi nacho kimechangia timu kutokupata matokeo. Kwa hiyo kesho tunategemea mabadiliko makubwa sana katika kikosi. Kwa hiyo tutegemee kuona mshambuliaji akianza katika eneo la juu pale kwenye klabu ya Simba, tofauti na namna ambavyo kocha Pantev ama meneja Pantev alivyoweza kuanza kikosi chake cha kwanza dhidi ya Petro di Rwanda. Kesho tutategemea kumuona mshambuliaji kiongozi pale namba 9 mbele, tofauti na mechi iliyoisha wakimuingiza mshambuliaji dakika za mwishoni kabisa. Ila kesho nategemea tutaona mabadiliko makubwa sana ya kikosi. Kwako wewe sasa unavyoona, licha ya kikosi, lakini kwenye mchezo wa kwanza tukiurudia tuliweza kuona nafasi mbalimbali zikitengenezwa na timu ya Simba, lakini inaonekana kwenye kumaliza nafasi ndio ilikuwa changamoto. Sasa nirudi kwenye kikosi, unaona zile nafasi ambazo klabu ya Simba kupoteza ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na ukosefu wa mshambuliaji katika eneo la mwisho? Kuna baadhi ya nafasi ni wachezaji wenyewe wamefeli kushinda, ila na tukiangalia kweli pengo la namba 9 linaonekana, japokuwa wachezaji wenyewe wamefeli kuscore na walipata nafasi za wazi, ila pengineo kungekuwepo na namba 9 pale mbele tungeona challenge yote mbele za kufanya majaribio ya kushinda na tungeweza tukapata matokeo. Ila siwezi kusema kukosekana kwa namba 9 ndo umefanya tusipate matokeo, ni asilimia chache imechangia, ila na matokeo tukiangalia kutokupata kwa matokeo wa Simba si kukosekana kwa namba 9 tu, ni jinsi wachezaji wenyewe walivyoshindwa kuzitumia nafasi kwa siku ile. Ukiangalia Morris Abraham alipata nafasi ya wazi kabisa, goli analiona ili hapa kupiga, ameshindwa, amegongesha mwamba, mpira umetoka. Ukiangalia na baadhi ya nafasi Mpanzu alijitahidi ila akafeli kumalizia, ila nategemea kesho atarekebisha makosa yao na mwalimu aliyaona. Simba anakwenda kukutana na mpinzani anayeshikilia nafasi ya 3 katika kundi D, ambapo mchezo wake wa kwanza ulikuwa dhidi ya Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia. Katika mchezo ule nilivyoweza kuangalia mechi, niliona Stade Malien kuonekana ni timu ambayo ina ukakamavu mkubwa katika kuzuia ama kulinda kile ambacho walichokuwa wanakihitaji katika mchezo husika. Sasa wanakwenda kukutana na mpinzani wa namna hiyo, ana uwezo mkubwa wa kuzuia na mapafu ya farasi mabeki zake ukiangalia vizuri, lakini pia unakwenda kukutana akiwa kwenye ardhi yake ya nyumbani. Unategemea utaweza kuona mchezo wa namna gani, ama Simba wewe umejipangaje zidi ya kumkabili mpinzani wa namna hiyo Stade Malien? Kwa mechi ya kesho tukiangalia, mashabiki wa Simba asilimia kubwa wanajipa matumaini ya kupata matokeo, ila sio mechi nyepesi. Kwa macho tunaweza kusema mechi nyepesi, ila ukiuhalisia mechi ya kesho ni ngumu sana.
twende tujipange kwa kweli, tusije tukaenda na matokeo yetu mwisho wa siku tunaenda tunapoteza kama tulipoteza mechi ya kwanza. Mechi ya kesho bado mechi ngumu sana. Ukiangalia mechi yao ya kwanza wamesuluhu na Esperance pale nchini eh, Tunisia. manake mpaka mtu anaenda kusuluhu na timu kama ile Esperance sio jambo dogo na sio wa kawaida, na tunatakiwa tujiulize kweli hawa nao wamejipanga. Kwa hiyo kesho tunatakiwa tuongeze jitihada na tuwe makini. Upambanaji uzidi zaidi ya mechi ya kwanza. Kweli tunaweza tukapata matokeo, ila tukiendelea na mpira wetu ule mechi itakuwa ngumu kwa kweli. Tulizungumzie sasa kundi D kwa ujumla. Inaonekana mara ya kwanza wakati pote zimechezeshwa na kupatikana kundi D, mashabiki wa klabu ya Simba wengi wao walikuwa wanaamini ya kwamba Simba yupo kwenye nafasi nzuri ya kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali, ukiangalia wapinzani ambao alikuwepo pamoja nao katika kundi D. Sasa mara baada ya mzunguko wa kwanza kwa timu zote kuweza kuchezwa na mambo kwenda tofauti, naweza kusema limekuwa ni kundi la surprise. Kwa upande wako unavyoona mwelekeo mzima wa kundi jinsi lilivyo, kuna uwezekano wote wa klabu ya Simba kuweza kutafuta karata nzuri na kutinga kwenye hatua ya robo finali katika mechi hizi za mwanzoni? Simba hapa anatakiwa achange karata zake vizuri ili aweze kwenda kutinga robo finali. Mwelekeo wake wote ni mechi ya kesho ndio inaenda kutoa direction kwa kweli Simba ana mwelekeo wa kwenda robo finali au ndo baba jeni bye bye. Kesho natumaini kama atapata walau hata pointi moja kama sio tatu, kidogo italeta matumaini kuliko kukosa pointi tatu zote. Ukiangalia kundi la Yanga ni watu walifikiria ni gumu sana kulikoni sana kuwa ni gumu. Wengi walishamkatia tamaa Yanga wakiamini amekwisha toka, lakini mambo yamekuwa tofauti. Ukiangalia kwa Waarabu sasa hivi viwango vyao kama vimeshuka fulani hivi. Kwa hiyo Yanga baada ya kupangwa na Waarabu watu waliamini kuwa kundi lao ndio litakuwa gumu zaidi kuliko la Simba, ila baada ya mechi kuanza kuchezwa sasa tunaona kibao kimepinduka. Simba ndo amekuwa na wakati mgumu zaidi kulikoni Yanga, na kwa mechi za mbili zilizochezwa za Yanga unaiona kabisa Yanga matumaini ya kwenda robo finali. Ila kwa Simba bado anajitafuta. Hatujajua kesho mechi itakuwaje. Tutaangalia matokeo ya kesho na tutajua mwelekeo wetu inakuwaje mbele. Sawa, kabla ya kumalizia kwa kuniambia kikosi ambacho ungependa kwa upande wako kiweze kuanza chini ya Pantevu siku hiyo ya kesho dhidi ya Stade Malien. Una washambuliaji wawili, una Mukwara lakini pia una Jonathan Soa. Selemani Mwalimu naye tunaweza kumweka, tuseme una washambuliaji watatu. Ungeanza na mshambuliaji gani katika kikosi chako? Kwa kile ambacho kilitoka kuanza ungemtia mshambuliaji gani pale kwenye kikosi chako? Kwa mimi kesho ningeanza na Jonathan Soa. Alafu baada ya kucheza ningefanya sabu na angeingia bwana Steven Mukwala. Akitokeaga sabu anaonekana anakuwa na makali kuliko akianzaga. Ukiangalia mechi nyingi Mukwala akipewa nafasi ya kwanza anaharibu sana, na ni mzito kwenye kutumia nafasi vizuri. Anaweza akatengenezewa nafasi nyingi sana na asishinde. Ila akiwa ametokeaga sabu kidogo anaonekana kama ameusoma mchezo na akija anafanya vizuri. Sawa, tumalize kwenye kikosi cha kwanza ambacho ungependa wewe kwa upande wako meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitri Pantevu aweze kuanza nacho. Tutajie kikosi cha kwanza, tumalize hivyo siku hii ya leo, tusubirie mchezo husika tuone mambo atakuwaje kwa upande wa Simba Sports Club. Kesho mimi nilikuwa naona kikosi cha kwanza kwa golikipa pale naona ni yule Yakubu Sulemani, hana mpinzani kwa kweli. Kwa ukiangalia namba moja ni majeruhi, kwa hiyo pale lazima atacheza yeye iwe isiwe. Ukija huku kulia namba mbili la pale naona ni yule Kapombe. Ukija namba tatu hapo bado nina maswali ya kujiuliza kwa kweli. Namba tatu pale bado kwa mimi upande wangu hainiridhishi kwa uchezaji wake Anthony Mligo. Kwa mimi nilikuwa nawaza Kamara angepelekwa pembeni, alafu pale kati angetiwa Yusuf Kagoma. Kidogo timu ingekuwa inapandisha mashambulizi ya kueleweka, ila ukiangalia upande wetu wa kushoto huku beki kuna pengo kubwa, yani hata utengenezaji wa mashambulizi hakuna. Zimbwe bado anaonekana alikuwa anahitajika kwenye kikosi cha Simba.
ila walishindwa kwa kweli kutafuta mbadala sahihi wa Zimbwe pale, wamefeli kwa kweli, wametudanganya. Sawa, tule na namba 4 namba 5 tumalize moja kwa moja kikosi cha kwanza tufunge session yetu. Namba 4 na namba 5 kama kawaida bwana Rushaini akiwa na huyu alotoka JKT wanamuita nani, Wilson Nangu pale. Naona Nangu sasa hivi amekuja na kiwango cha hali ya juu. Chamu naye ana maswali ya kujiuliza, afanyeje ili amtie benchi Nangu. Nangu ana performance yake mpaka sasa hivi inaonekana ipo vizuri. Tukija namba 6 hapa mimi naona aanze Kagoma. Tukija namba 7 hapa naona wachezaji wengi, mara leo kacheza huyu, kocha kidogo anabadilisha ataka Mpanzu. Tukija namba 8 tamwanzisha bwana Alassane Kante. Namba 9 kama kawaida Jonathan Soa. Namba 10 pale naona kwa kikosi hiki naona kocha naye ana maswali ya kujiuliza namba 10 pale, maana imekuwa ingia toka Jan Chazi ya UA. Naona kwa sasa sio chaguo kubwa kocha, ila naona ana umuhimu wake katika mechi. Mwenda kocha anajaribu kumuonyesha kwamba bwana, inaonekana kuna maeneo unapelea. Hebu usome mchezo kwanza ukiwa nje, alafu ukirudi uweze kufanya maamuzi sahihi. Mimi ningeona bora zaidi mechi ijayo angemwanzisha namba 10. Namba 11 tukija hapa unaweza akaanza Budo au Kibdenis, wote ni wazuri, ila sana naona angeanza Joshua Budo Mutale. Anajua kuforce. Budo mechi za hivi karibuni imeonekana yupo machachari na hatari, anaficha mali, anaondoka na mabeki, lakini pia hata pasi zake za mwisho zinakuwa zina usahihi kufika sehemu husika, sio? Budo ukiangalia performance ya sasa mechi zake kama sikose, yani ukiangalia hata za ligi kuu zote alizocheza na club bingwa, performance yake inaonekana anajua, anafanya mikimbio, anaingia ndani ya box, anatoa pasi za mwisho. Yani ukimwangalia yule Budo wa sasa na Kibdenis, kwa kweli Budo ana nafasi kubwa sana kwanza katika kikosi cha Simba.